asifiwe sana. Nazungumzia roho ya maongezeko. Huyu mtu Elisha yule akamuuliza yule mwanamke mjane, una nini nyumbani kwako? Yule mwanamke akamwambia, mimi nina mafuta kidogo. Elisha akamwambia, nenda ukaviteke vitu vingine, ukaazime na vyombo kwa majirani, uje uweke hapo, alafu ujifungie ndani wewe na mwanao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hatutamani kuombaomba tu, tuombe tukiwa tumejaa maarifa na tujue nini tunachokiomba, na Mungu anaweza akatujibu kwa namna gani. Hapo ndo tunaingia kwenye roho ya kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwanamke ndani yake kulikuwa na mambo mawili. Kwanza, aliamini kwamba Elisha neno lake ni jibu tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Alijua ndani ya Elisha kuna jibu la hitaji lake, na ndio maana alimwendea. Kwa kitu cha kwanza aliamini. Bwana Yesu asifiwe. Alifanya nini? Aliamini. Unajua, uwe nafika wakati ukiamini mtumishi wa Mungu, kila kitu alichonacho ni cha kwako. Inategemeana, anasema hivi, nguvu ya roho ya maongezeko inategemeana navyo unavyopokea. Mungu anapoachia vipawa, anaachia vipawa ili vitusaidie tutende kazi, lakini tupokee kutoka kwa Bwana. Tunapopokea inatusaidia vile tunavyopokea tuvitumie, na tunapovingiza kwenye utendaji tunaona matokeo. Sasa Elisha yeye alibeba roho ya maongezeko ndani yake, ila ilijisirisha kwa watu. Inategemeana na watu aliyokutana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa nayo ndani yake, lakini yawezekana kwake sifanye kitu, ila kwa wale wanaopokea. Sijui watu wananielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili apokee mwanamke, kwanza aliamini kwamba nikifika kwa Elisha nikamwambia maneno yangu, inawezekana. Hichi kilio kitaisha, kila kitu kitaisha. Hii ni njia ya kutafuta roho ya maongezeko. Kuna njia ya kupokea na kutafuta. Amen. Na zungumzia namna ya kuitafuta. Kwanza, ndani ya mwanamke alitafuta kile kitu kifanye kazi kwenye maisha yake. Ina maana aligundua kilichomo ndani ya Elisha kinaweza kikanisaidia kwenye maisha yangu. Na nikijua kwamba nikimwendea Elisha, kila mtu, ukiangalia hata yule mwanamke aliyetokwa na damu, ninasema kwamba alisema moyoni mwake, nikigusa. Bwana Yesu asifiwe. Alisema moyoni mwake, nikigusa nitapona. Haijalishi nimeharibu pesa kwa waganga au wakina nani au hospitali, lakini nikigusa tu. Anakoongea Yesu hayupo, ni yeye mwenyewe ndani ya chumba chake cha siri. Moyo unaongea, ina maana anatafuta ile roho ya uponyaji kwa nguvu zake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anatafuta. Kwa hiyo alipotafuta ile roho, ilibidi sasa ile nguvu ya imani ya kutafuta iende toe matokeo. Elisha alibeba neema ndani yake, na ile neema iko kwa kila mtumishi. Inategemeana umempokea kwa kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Inategemeana unampokea
namna gani? Lile neno umelibebaje ili liweze kufanya kazi? Bwana Yesu asifiwe. Elisha akamwambia mwanamke, una nini? Tayari ameshatafuta ile imani, imeshatafuta njia, lakini ile roho ili ifanye kazi, kuna sehemu inayofuata. Ndani ya mwanamke alitii kwanza, aliamini, alafu akafanya nini? Akatii. Bwana Yesu asifiwe. Kama unahitaji muujiza, unatembea kwa mambo mawili: kuamini na kufanya nini? Imetosha. Unapoamini unapokea, unapotii unaingiza kwenye utendaji. Hapo ndo unaona majibu. Kwa hiyo tunaweza kuomba bila maarifa na tusipate chochote. Tunahitaji roho ya maongezeko kwenye maisha yako. Unahitaji vitu viongezeke kwenye maisha yako, lakini vitaongezeka kwa mambo mawili. Lazima kwanza uamini kile unachoambiwa, uamini kile unachoambiwa, yale unayoelekezwa uamini, alafu utii. Kuna vitu Mungu ametupa vya kutusaidia kwenye maisha yetu, ila kwa sababu uwezo wa kuvitumia hatuna, shetani atuonea anavyotaka, anatuvamia anavyotaka, lakini utajiri wote tunao. Ujiulize swali, je, Mungu amebadilika? Ukisoma Waebrania 13 mstari wa 8 anasema yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ina maana kama alitenda na Elisha, anaweza katenda na Elia leo, na kama ametenda na Elia leo, anaweza katenda na wewe leo, anaweza kufanya na wewe leo. Utashangaa ile roho inaingia ndani yako. Ngoja nikuambie, Sauli wakati amekuja kwa Samueli ili kwamba apate direction ya mifugo ilipotelea wapi, Samueli alipomwona akamwambia kwamba, akalia akasema kwamba wewe unatafuta mifugo lakini unapokea ufalme. Amen. Sasa akampa na ishara kwamba utakapotoka hapa mifugo utaikuta tayari nyumbani, lakini hii njia unayoendea utakutana watu wanatabiri. Utakapokuwa nao na wewe pia utatabiri pamoja nao. Ina maana ile roho ya unabii iliingia ndani ya Sauli wakati hakuwa naye. Sio, nielewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hakuwa nayo Sauli, lakini baada ya Samueli kuongea, akachukua ile roho ya Samueli ambaye alikuwa nabii, ikaingia ndani yake, ikamkutanisha na wale watu, akakuta wanatabiri na yeye pia akaanza kutabiri. Unajiuliza alianzaje? Kwa sababu gani? Samueli alimwambia ishara utakayoona utakutana nao na utaanza kutabiri. Ina maana ile roho inaingia ndani yake hata kama haikuwepo, kwa sababu aliamini neno la nani? La Samueli. Alipoamini neno la Samueli, lile neno likajijenga ndani yake. Muujiza ni mapokeo. Namna gani umepokea? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya maongezeko iwe kwenye afya yako, unahitaji maongezeko. Iwe kwenye uchumi wako, unahitaji maongezeko. Iwe kwenye familia, yani kila sehemu ambapo, kila sehemu unakotaka kutaja kunahitaji roho ya maongezeko ingie. Hata ndani ya kanisa tunahitaji maongezeko ya watu, tunahitaji mafuriko ya watu. Hata kwenye uchumi wako unahitaji maongezeko, hata kwenye afya yako unahitaji maongezeko. Ukichukua ile roho ya maongezeko inaingia ndani yako, unaingia ndani yako, ukitoka nayo hapa unaanza kupeleka kwa kila tunachotaka. Ukisema naweza kwa watoto maongezeko ya akili darasani, utashangaa darasa zima watoto wako wanainuka. Utasema ya kwamba napeleka roho maongezeko kwenye biashara yangu, utashangaa kwenye biashara utaji unazidi kuongezeka kwa sababu iko ndani yako. Haleluya, haleluya. Haya, ngoja nishuke namna hii. Amen. Sema ndio. Okay. Nazungumzia roho ya maongezeko.
tutaiomba, tutamwambia Mungu atupe. Bado inawezekana, tukisema na Bwana inawezekana. Na ndio maana nimekufundisha hili ili kwamba uweze kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji vitu, na shetani anachodili nacho ni kukupunguza speed, kupunguza mwendo wako, kupunguza hatua zako. Ulikuwa mwombaji mzuri, sasa hivi huombi tena. Ulikuwa mtoaji mzuri, sasa hivi unakuwa unaangalia shekeli kwamba sasa nikitoa hii dagaa zitakuwaje? Nikitoa hii mbona mtaji ndo unaondoka? Amen. Lakini hapo nyuma hukuwa hivyo, kwa sababu kuna kitu kilipungua ndani yako. Kuna uwezo ulitoka ndani yako. Kuna hatua zilipungua ndani yako. Sasa lazima tena ziongezeke. Na zikiongezeka utashangaa vitu vinatoka mbali vinakufuata, kwa sababu kuna vitu vimeongezeka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho, Bwana Yesu asifiwe. Roho inapoingia ndani ya mtu, uwe natafuta njia pasipokuwa na njia. Haleluya. Hivi nani anajua njia ya malaria kuingia kwenye mwili wa mtu? Hujawahi kuugua malaria? Na wengine hapa wanayo. Kama unayo inua mkono. Hakuna hata mmoja. Umevunga, unayo. Amen. Huwezi kujua inaingilia wapi na inavyotoka, huwezi kujua. Ila ukitaka kujua tumuulize nani? Tumuulize nani? Tumuulize malaria. Si ndo anajua anaingilia wapi na anatokea wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukitaka kujua vitakujaje, kamuulize roho ya maongezeko. Vinakujaje kwangu wakati mimi sijui? Vinakujaje? Ukiangalia Ezekieli 37 utagundua Mungu anamwambia Ezekieli, tabiri kwa ajili ya mifupa mikavu, inaweza kuishi tena. Ezekieli akatabiri sawa sawa na neno la Mungu. Kazi yake ilikuwa ni kuongea tu. Upepo akasema na upepo kaskazini, sijui mashariki na wapi, vije vikavae umwili. Upepo ukaja, pumzi ikaja, ikaingia. Ilitokea wapi? Hakuna anayejua, ila lile neno na ule upako aliokuwa nao uliviita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nguvu ya uponyaji inayotembea na maisha yako, na ndio maana kuna wakati unaweza kujidharau na ukijua kwamba mimi si kitu, kumbe Mungu anakuona wewe ndio vyote. Bila wewe hakuna kitakachofanyika. Ngoja nikuambie, kuna ishara umeibeba kwenye maisha yako. Lazima hiyo ishara ionekane kwa watu wote. Haijalishi watu watakudharau, haijalishi watu watakuona wa kawaida, lakini ulichokibeba wewe ni zaidi ya vyote. Sema inawezekana. Haleluya. Nitakupa mfano. Amena. Nitakupa mfano. Yefta, ukiangalia kwenye Waamuzi sura 11. Yefta Mgileadi alipozaliwa, ndugu zake wakamtenga. Wakasema kwamba wewe huwezi kurithi vitu vyetu. Nazungumzia roho ya maongezeko. Amena. Huwezi kurithi vitu vyetu vya baba yetu kwa sababu wewe ni mtoto wa haramu, ni mtoto haramu. Ina maana mtoto wa nje ya nini? Ya ndoa. Wakakataa. Yefta akasema hivi, kwa sababu mmenifukuza, akatafuta sehemu nyingine ya kwenda kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niongee na mtu mmoja au wawili. Akatafuta sehemu nyingine ya kwenda kuishi. Wamemfukuza, akaondoka. Ngoja nikwambie, ndani ya Yefta alikuwa na chanzo. Alipoondoka, kumbe ulimwengu wa roho, Yefta ameondoka na ushindi wa taifa bila taifa kujua. Watu walimuona wa kawaida, wakamuona hafai, kumbe mbingu zilijua huyo ndani yake ndo amebeba ukombozi wa taifa. Wacha nikuambie, usiangalie maneno ya watu, usiangalie watu watasema nini. Angalia mbingu zimeamua nini.
Umebeba nini kwenye maisha yako? Umebeba upako wa namna gani? Kuna roho ya maongezeko ndani yako. Haleluya! Na lazima upokee kwa jina la Yesu. Lazima upokee kwa jina la Yesu. Lazima upokee kwa jina la Yesu. Haleluya! Sema napokea. Amen. Yefta alikoenda huku maadui nao wakasimama. Ngoja nikwambie, Mungu ili akuheshimishe wanatafuta sababu. Ilibidi maadui watokee. Maadui walipokuja wametuma barua ya vita. Sasa wakaanza kutafutana, nani atatusaidia, nani atatuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima pawepo na pengo kwa watu ili kesho waone umuhimu wako. Ngoja nikuambie, kama hujawa na pengo huwezi kujua wewe ni nani. Lazima kwanza uondoke, alafu wajue umebeba kitu gani. Hapo ndo thamani yako inaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ya maongezeko kuingia ndani yako inarejesha thamani ya maisha yako, inarejesha thamani ya utu wako, inarejesha thamani ya maisha yako. Yefta walipomdharau wakaondoka, na alipoondoka wakaanza kutafuta nani atatusaidia kupiga vita. Tukiangalia Israeli yote hakuna mtu hata mmoja. Haleluya, haleluya, haleluya. Hakuna mtu hata mmoja. Nani atatusaidia? Hayupo. Sasa mmoja wa katikati ya wazee akasema, lakini tukimtafuta Yefta kwa uwezo alionao, ana uwezo wa kutusaidia vita hii, na hao ndio walihusika kufukuza. Ngoja nikwambie siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona kuna watu wana kikao, wako watu 10 wanakusema vibaya, elewa hapo kati yao kuna jicho lako. Lazima nitoe taarifa kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yupo ambaye anahusika na wewe. Sio kwamba wote ni wabaya, hapana. Kuna mmoja Mungu anamwandaa ili asikie kwa sikio lako, kesho kuletea taarifa nyumbani kwako. Haleluya. Matokeo yake Yefta, mzee mmoja akasema, tukimtafuta Yefta anaweza kutusaidia. Sema ila ni kweli, bila Yefta hapa haviendi. Wewe nafika wakati hata matajiri wanahitaji upako wa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila Yefta hapa haviendi, yani haviendi. Tumtafute wapi aliko. Wale waliomfukuza walijua ili tushinde vita lazima tuwe na fulani, bila huyu hamna. Wakamtafuta popote alipo, wakamgundua Yefta anaendelea na maisha yake na watoto wake na familia yake. Walipofika wakamwambia Yefta, tuko chini ya miguu yako, tunaomba tusaidie. Ukisoma Waamuzi sura 11 ukianzia pale 30 na mpaka kushuka chini utakuta anayozungumza hapa. Amen. Akamwambia Yefta, tuko chini ya miguu yako, tusaidie, tukatusimamie, tutakufanya wewe kuwa kichwa. Mimi kuwa kichwa? Ndio, wewe utakuwa kichwa kwetu. Na wazee wote wa mji wakashuka magoti kwa Yefta, ambaye ni mtoto wa Ramu, mtu ambaye alizarauliwa. Ngoja nikuambie, usiangalie kwamba umezaliwa wapi, umeishi maisha gani, una biashara yoyote. Roho ya maongezeko kiingia ndani yako, huwa inatafuta vyote mahali vilipo na vinakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Inategemeana ile roho unaipokea kwa nguvu gani.